Kawaida bado ni one term. Nataka niseme hivi. Nimeona our party leader, the truthful man Rigathi Gachagua, alienda pale Western. After kupika pale Western akatuelezea kila kitu venye walielewana before general election 2022. Mudavadi, Wetangula na Gachagua na William Ruto venye walielewana. Rigathi Gachagua alitolewa kwa serikali ya William Ruto ya kuongea ukweli. Rigathi Gachagua alikuwa anaongelea mambo ya vijana wasiuliwe. Rigathi Gachagua alikuwa anaongelea mambo ya abduction. Rigathi Gachagua alikuwa anaongelea mambo ya corruption. Rigathi Gachagua alikuwa anaongelea vijana wetu wasikuwa wanapotea. That's why Rigathi Gachagua alitolewa juu alikuwa anaambia William Ruto ukweli. Pale Western, ukienda pale Western unapata kuna mluya mwingine pale alipigwa na bibi Moses Wetangula. Hata sasa huyu ndiye anasema nataka kuwa president 2032. Ukiangalia Mudavadi hajawahi tetea mluya. Kampuni zimeanguka pale Western. William Ruto alipromise Waluya Mumia Sugar Company itaanza kufanya kazi. Mumia Sugar Company haifanyi kazi. Trans Nzoia haifanyi kazi. Webo Bandpa haifanyi kazi. So mimi nashangaa na Waluya. Hao ndio watu mnatafuta. Mnafuata Wetangula na Wetangula hizo watetea. Kampuni zenu zifanye kazi. Wetangula alipigwa na bibi. Hakuna kazi Wetangula anajua Kenya hii. In fact Wetangula is the worst speaker. Mwenye nimewahi ona kwa maisha yangu. Hakuna kazi Wetangula anafanyanga pale parliament. Mudavadi, yeye kazi yake ni kunywa chrome na pombe pale railway station. Hakuna kazi Mudavadi anafanyia Waluya. So mimi nashangaa na Waluya. Tafadhali mwache kufuatana na hawa viongozi wa kina Mudavadi na Wetangula. Hakuna kazi hao watu wamekuwa kuongozi zaidi ya miaka 30. Hakuna kazi hao watu wamesaidia nayo Waluya. Waluya tafadhalini nyinyi muanze kufuata na Tembea na Edwin Sifuna. Au ndio viongozi wenye wata make sure Mumia Sugar Company imefanya kazi. Webea Bandpa imefanya kazi. Trans Nzoia Sugar Company imefanya kazi. Na msipofanya hivyo mtaishi kwa tabu jamii ya Waluya. Rigathi Gachagua, Western ni nyumbani kwako. Wewe ni kazini wetu. Tafadhali tembea Western. Uko free kutembea Western na mtu yote asikutishe. Juu Rigathi Gachagua ndio kiongozi wetu ambaye sisi kama wananchi tunatambua. Na Rigathi Gachagua lazima apewe heshima yake yenye inastahili katika nchi. Rigathi Gachagua lazima William Ruto uheshimu Rigathi Gachagua. Ulitoa Rigathi Gachagua kimadharau sana. Ukamuimpeach Rigathi Gachagua. In fact, ile haikuwa impeachment, ile ilikuwa constitutional coup. Amuku impeach Rigathi Gachagua, kenye mlifanya ilikuwa ni constitutional coup. So Rigathi Gachagua, wewe usibabaike. Sisi vijana tuko nyuma yako. Na kenye sisi tunajua coming 2027 Rigathi Gachagua lazima kuwe kwa ballot paper. Rigathi Gachagua lazima kuwe kwa ballot paper. Lazima kuwe kwa ballot paper. Hatuwezi kubali William Ruto anatumia majudges pale High Court kumdhulumu Rigathi Gachagua. Ni makosa gani Rigathi Gachagua alifanyia wa Kenya? Nielezewe. Ni makosa gani Rigathi Gachagua alifanyia sisi kama wananchi? Rigathi Gachagua alikuwa anapigana na mambo ya pombe haramu. Kwani kupigana na pombe haramu ndio inafanya Rigathi Gachagua anatolewa kimadharau na William Ruto katika ofisi? So sisi kama wananchi tushasema tutasimama nyuma ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ni Rigathi Gachagua. Huyu ndio Yesu Kristo ambaye Mungu ametuletea Kenya hii kukuja kutuokoa. Na huyu ndio Angel Gabriel mwenye Mungu ametuletea na ameandaliwa kiti cha enzi huko mbinguni. Lazima tuheshimu Rigathi Gachagua. Wakati Rigathi alikuwa kwenye kiti, alikuwa anaongelea mambo ya majani, mambo ya kahawa, mambo ya majani. Sasa hii Kithure Kindiki kwa kiti, hakuna kitu Kithure Kindiki anaongeleleka. So sisi kama vijana, Rigathi Gachagua, sisi tunakuomba kuja ground, simama na sisi. Sisi tuko nyuma yako. Na Rigathi Gachagua lazima heshimiwe. Kimani Ichung'wah, wewe kila saa alipopote umeenda, unataka kuongelelea Rigathi Gachagua. Toa Rigathi Gachagua kwa mdomo yako. Ukienda kukojoa Rigathi Gachagua. Ukienda kukunia Rigathi Gachagua. Ukienda kwa choo Rigathi Gachagua. Mahali popote umeenda Rigathi Gachagua. Toa Rigathi Gachagua kwa mdomo yako. Lazima uheshimu Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua si rika yako. Ile kazi ambayo Rigathi Gachagua amefanya Kenya hii ni kazi ya maana sana. Wakati Rigathi Gachagua alikuwa DO, alikuwa anapigana na mambo za bandits. Rigathi Gachagua alikuwa anapigana na mambo ya extrajudicial killing. Rigathi Gachagua alikuwa anapigana na mambo ya abduction. Rigathi Gachagua alikuwa anapigana na mambo ya corruption. Lakini sasa wewe Kimani Ichung'wah, wewe kila saa unataka kuongelea Rigathi Gachagua, ni kazi gani umefanyia watu pale Kikuyu kama si kuiba pesa yao? Toa Rigathi Gachagua katika mdomo yako. Uruke juu, uende chini, ufanye nini? Hata ukojoe kupitia kwa mdomo yako. Rigathi Gachagua ndio kingpin ya Mount Kenya. Na kama wewe ni Mkikuyu yoyote unatoka Central Kenya na utaki kutambua Rigathi Gachagua, au utaki kuabudu wimbo ya Rigathi Gachagua, sisi tutakuondoa katika nchi yetu. Rigathi Gachagua lazima liwe liwalo.
lazima apewe heshima yake kama kiongozi katika nchi, na jamii ya Wakikuyu lazima waheshimiwe. Jamii ya Wakikuyu ni watu wa maana sana katika nchi, lazima waheshimiwe, na their kingpin is none other than His Excellency the former Deputy President Right Honorable Rigathi Gachagua. Huyo ndio kiongozi wetu na tunamtambua na tunakupenda sana Rigathi Gachagua. Asante sana.